Inajuzu kufurahia anapokufa mtu wa shari au haijuzu? Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja lilipita janaza, nafupisha, kisha akazungumza maneno, kisha akaulizwa, halafu akasema wal abdul fajir, na mja muovu, yastarihu minhu alibad walbilad washajar waddawab, anapokufa mtu muovu waja na miji na miti na wanyama wanastarehe kutokana na shari yake. Hii hadithi ameipokea Imam Bukhari katika sahihi yake. Amenukuu al-Imam Ibn Hajar al-Shafi'i, alim wa Kishafi'i, maneno ya Imam Ahmad amenukuu katika Lisan al-Mizan alipoelezea furaha yake ya kufa katika mmoja wa vichwa vikubwa vya ahli bid'ah, na akaunga mkono maneno hayo. Na vile vile amenukuu al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah al-Shafi'i, imam wa Kishafi'i, katika al-Bidaya wa Nihaya, akielezea kufurahi kwake kwa kufa mtu mmoja anaitwa Abdullah al-Husayn, mmoja katika wakubwa wa shari, watu waovu wakubwa ambao waliudhi Waislamu. Idhan, kwa hukumu ya ujumla katika Uislamu na katika sheria, usikilize vizuri, katika sheria ya dini kuna hukumu ya ujumla na hukumu ya mtu mmoja mmoja. Katika hukumu ya ujumla, mfano kufuru, tunasema mwenye kufanya jambo kadha ni kafir. Hii ni hukumu ya ujumla. Anayesema Qur'ani makhluku ni kafir, lakini hii ni hukumu ya ujumla. Hapa huja mkufurisha fulani bin fulani kwamba fulani bin fulani kafir, la. Ili useme fulani bin fulani ni kafir, lazima kuna masharti yatimie na vigezo vitimie, masharti yatimie na vizuizi viondoke. Awe amefikishiwa, amesimamishiwa hoja, ameondoshewa shubha zake alizokuwa nazo, ameondoshewa ufahamu aliokuwa nao ambao ni mbaya. Ama akiwa hajaondoshewa ufahamu na akafa hivyo hivyo, huyo ni Muislamu na tunamwombea Allah amsamehe madhambi yake, pamoja na kwamba hukumu ya ujumla ilisema mwenye kusema jambo kadha ni kafir. Vile vile kufurahia mtu wa bid'a anapokufa kwa hukumu ya ujumla ipo, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hukumu ya ujumla ipo, na kama alivyonukuu Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, imam wa Kishafi'i, imam mkubwa, hakuna ambaye hamjui katika mashekhi, na kama alivyonukuu Ibn Kathir, imam wa Kishafi'i, ipo. Lakini kwa kuangalia maslahi na mafsad na aina ya mtu, na huyo mtu kweli huyu ni katika wale ambao unaweza ukatangazia umma kuwa umefurahi kwao, hili swala linarejeshwa kwa maulama na mashekhe na maduati wa kisalafu wanaoeleweka. Hao ndio wanaweza kusema sasa huyu shekhe fulani kafa, tunafurahia, akatangazia watu kufurahi kwamba huyu fulani bin fulani, kwa wadhu uliopo, hali iliyopo, maslahi na mafsad tunaangalia, na yeye mwenyewe anafaa kutangaziwa kufurahia kifo chake. Hilo inatamkwa mashekhe wa kisalafu na maduati, sio watu wa mitandaoni. Hili liko wazi, wala halihitaji kwenda kufanya, liko wazi, liko hivyo, lieleweke hivyo. Sasa je, masalafi hapa Tanzania, mashekhe wa kisalafu hawana hikma? Wanazo hikma, na ndio maana wamekufa baadhi ya mashekhe ambao si masalafi, bali wengine walikuwa wanapiga vita da'wa salafia, lakini hujamsikia dai yoyote wa kisalafi kama Sheikh Abdul Fadhil, Sheikh Mujahid Abu Abdul Salam na wengineo wakisema tumefurahi kwa kufa shekhe fulani. Hujasikia. Mfano, amekufa Sheikh Sharif Hussein Ahmad al-Badawi, sote tulisema rahimahullah. Alikufa Sheikh Ramadhan Sungu kule Kondoa, na alikuwa na wanafunzi wengi, na sote tulisema rahimahullah. Alikufa Sheikh Muhammad Bakari aliyejulikana mashine kubwa Tanga kule, ambaye alikuwa na radi watu wa sunna kupindukia, lakini hujasikia shekhe yoyote wa kisalafi aliyewatangazia watu jamani tumefurahi kufa Sheikh Muhammad Bakari. Hujasikia abadan. Amekufa Sheikh Ahmad Zubair Dodoma, hujasikia masalafi wakitangaza
kwamba tumefurahia kifo cha Sheikh Ahmed Zubeir, vile vile Darweshi Mtimkavu, Sheikh Mnyamisi na wengineo. Hii ni idadi kubwa ipo, hujasikia. Kwa nini? Kwa sababu mashekhe wa kisalafi wanajali kuwa hawa watu mashekhe waliokufa ni mashekhe wakubwa kwa wafuasi wao. Ukiwatangazia umma unaleta fitna katika jamii. Kwa min alhikma tarahamu alaihim, kisha kunyamaza. Hii ndio hikma, na kuwahusia Waislamu wasome na wafuatilie dini yao. Ama shekhe rahimahullah, hawa mashekhe wote waliotaja Allah awarehemu. Ndio maana masalafi baada ya kufa Sheikh Muhammad Eid, hakuna hata shekhe mmoja wa kisalafi aliyesema tunafurahia kifo cha Sheikh Muhammad Eid. Hakuna. Lakini watu wameenda kubishana katika mitandao, wakazungumza waliozungumza, haijulikani aliyozungumza talib ilmi shekhe au nani. Masalafi wanasema. Umemsikia shekhe gani kasema? Hamna. Halafu cha ajabu, mtu anaenda kuchukua yale maneno kwenye group walikobishania huko, anaweka katika channel yake YouTube, anatangazia umma, anazidisha fitna katika jamii. Na cha kushangaza, wanamlaumu yule aliyesema maneno katika group ambayo hayakuwa ni ya hikma kwa kipindi hiki, na kumzungumzia Sheikh Muhammad Eid kwa maneno hayo. Wanayachukua, wanaeneza, wanamlaumu yule, wanaacha kumlaumu na kumshambulia huyu aliyeeneza katika channel ya YouTube ambaye alikusudia fitna kati ya Waislamu. Ayuha almuslimun, intabihu, kwenda intibahi na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuisome dini na tuache ushabiki. Hakuna hata shekhe mmoja aliyetangaza kuwafurahini kifo cha Sheikh Muhammad Eid. Hakuna. Mpaka watu waanze si masalafi hivi, si masalafi. Mmepata wapi? Min aina lakum hadha? Mmetoa wapi? Hii dawa salafia si wanaongea mashekhe, si wanaongea maulama. Hizi ni fitna zinatengenezwa kwa ajili ya kuchonganisha Waislamu, kwa ajili ya kuivuruga dawa salafia, kwa ajili ya kuwachafua masalafu. Lakini jambo hili sisi tunalibainisha kwa mujibu wa sheria kama lilivyo. Haifai kutangazia watu kufa shekhe yoyote kwa mtu yoyote huko. Ikihitajika kufurahia fulani kafa, watatangaza mashekhe. Ayuha almuslimun, nani asiyefurahi kufa wale makhawariji waliokuwa naua askari na polisi, wenye viti wa serikali? Nani ambaye alikuwa hafurahii wao kufa kwa sababu wameondoshwa shari? La shaka kwamba wote walifurahi. Lakini kwa mujibu wa akili za binadamu, hivi jambazi anapokuja kushambulia kwenye mtaa, akajibizana silaha, akajibizana mapigano kati yeye na polisi, huyo jambazi, halafu akauawa, wananchi si wanashangilia akauawa? Kwa automatically watu mujrimun, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waovu washari wakifa, naam, kuna watu ambao waja hufurahia, na hili ni jambo la kimaumbile na lipo. Wale walioudhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inajuzu kufurahia, waliowaudhi salafu salih inajuzu kufurahia, lakini si kila hao hufurahiwa. Ziko dhawabit, ziko shurut, ziko kuangalia masalih na mafasi. Jambo hili